Yesu asifiwe. Ninakusalimu tena katika jina la Yesu. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika semina yetu nzuri ya neno la Mungu, na kabla sijakuletea ujumbe wa siku ya leo, tupate nafasi ya kuomba kwa ajili ya semina na kuomba kwa ajili ya ujumbe ambao tutauleta siku hii ya leo. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, mfalme wa mbingu na nchi, tunakushukuru tena kwa kutupa nafasi ya kuiona siku ya leo. Jina lako na lihimidiwe na litukuzwe milele yote. Tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ya kwanza ya semina. Tunaitakasa siku hii na kuiweka wakfu kwako. Tunauomba uwepo wako na nguvu zako zikapate kuwa pamoja na sisi. Endelea kujifunua na kujidhihirisha waziwazi kupitia somo hili. Bwana, sema na watoto wako waziwazi kupitia neno lako, na kile mmoja atakayesikia na kutufuatilia mahali, Mungu Mwenyezi, useme naye, umbariki, umuinue, umfungulie kila mlango wa fursa na baraka kwenye maisha yake, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na kila mmoja anayetufuatilia, Bwana, mahali popote pale, tunamuombea sasa neema yako Bwana ipate kwa pamoja naye na nguvu za Roho Mtakatifu. Fungua ufahamu wake, fungua masikio yake ya ndani yasikie kile ambacho Mungu unasema naye waziwazi, katika jina la Yesu. Na kila roho za kuzimu zinazoinuka kinyume na huduma hii na semina hii, tunazipangua na kuzisambaratisha kwa jina la Yesu. Tunavunja na kubomoa kila falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi yote ya pepo mabaya katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunaendelea kuombea usikivu wa semina hii katika jina la Yesu. Tunaombea wasikilizaji wote katika jina la Yesu. Tunaombea mafundi mitambo wote katika jina la Yesu. Tunakabidhi siku mikononi mwako, tunakabidhi vifaa vyote na kuviweka wakfu kwako Bwana. Tunakataa era zozote za kishetani, tunazikemea kwa jina la Yesu. Hazina mamlaka katika kipindi hichi kwa jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Karibu Roho Mtakatifu, ujifunue waziwazi, sema na watoto wako wapate kukusikia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo na katika damu ya Yesu. Utukufu na wewe Bwana milele na milele. Amen. Basi tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuanza semina yetu nzuri ya neno la Mungu, na kichwa chetu cha somo kinasema fahamu vyanzo na vyombo vya kupitishia baraka. Fahamu vyanzo na vyombo vya kupitishia baraka. Na nimeandika kwa Kiingereza nikasema understand the source and the channel of God bless. Understand the source and the channel of God's bless. Na lengo la somo ni kukupa ufahamu wa kiroho ili uweze kutambua vyanzo vya baraka na vyombo ambavyo Mungu amewekeza baraka zake ili uweze kunufaika nazo. Lengo la somo ni kukupa ufahamu wa kiroho ili uweze kutambua chanzo cha baraka na vyombo ambavyo Mungu amewekeza baraka zake ili uweze kunufaika nazo. Na nitaweka utangulizi wa mambo makubwa kama matatu kabla sijakuletea mtiririko wa somo letu. Na utangulizi wa kwanza, nataka tuweke msingi wa maneno matatu. Neno la kwanza nataka tutaangalia neno chanzo ambao nimeandika source. Neno la pili tutaangalia neno chombo, nimeandika channel au instrument. Chombo neno la tatu tutaangalia neno baraka. Na hayo maneno matatu yamebeba mtiririko mzima wa kichwa chetu cha somo, na tutakapotembea kwenye hayo maneno matatu tutapata mtiririko mwepesi utakao tusaidia ili kulielewa somo letu kwa urahisi. Na jambo la kwanza ambalo nimekuambia ni chombo. Chombo maana yake ni nini? Chanzo maana yake ni nini? Chanzo ni kitu ambacho kinamaanisha asili ya kitu au mwanzo wa kitu. Na hii tunaipata kutoka kwenye kile kitabu cha Warumi ule mlango wa 11 mstari ule wa 36 na kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 8 mstari ule wa 6. Tukianza na Warumi anasema, kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, viko kwa ajili yake, na vyarudi kwake, utukufu una yeye milele. Amina. Anasema kwa kuwa vitu vyote vinatoka kwake. Maana yake Mungu ndiyo chanzo cha kila kitu. Vitu vyote vinatoka kwake na vitarudi kwake. Na tukisoma ile Wakorinto wa kwanza ule mlango wa 8 mstari wa 6 anasema, lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba, ambaye vitu vyote vinatoka kwake. Ambaye vitu vyote vinatoka kwake. Nataka uone hiyo sentensi. Anasema lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu aliye Baba. Nataka tuangalie lile neno Baba. Ukisoma neno Baba kwenye tafsiri ya Kiebrania anamaanisha Aba. Na Aba maana yake ni chanzo cha kitu au mwanzo wa jambo.
Kwa hiyo tunapomzungumzia Mungu, tunamzungumzia Mungu kama chanzo cha kitu au chanzo cha baraka. Kwa hiyo Mungu ni chanzo cha baraka. Mungu ndiye chanzo cha baraka, na hakuna mwanadamu wala malaika wala kiumbe kingine chochote kinachoweza kuwa chanzo cha baraka isipokuwa Mungu. Narudia sentensi hii, hakuna mwanadamu au malaika au kiumbe kingine chochote kinachoweza kuwa chanzo cha baraka isipokuwa Mungu mwenyewe. Maanake Mungu ndiyo chanzo cha baraka kwenye maisha ya watu. Hilo ni jambo la kwanza la msingi ambalo nataka ulipate na uweze kulijua. Jambo la pili, nataka tuangalie chombo. Chombo ni mtu au njia ambayo Mungu ameichagua kuitumia kupitisha vitu vyake ili viwafikie watu wake. Chombo maana yake ni mtu au njia ambayo Mungu ameichagua kuitumia kupitisha vitu vyake ili viwafikie watu wake. Mungu kwa hekima yake amechagua njia au vyombo vya kuweza kupitisha baraka zake. Yeye ambaye ni chanzo amechagua vyombo. Hivi vyombo tunaweza tukavitumia kama tunavyozungumzia Mungu ni chemchemi. Maanake Mungu anaweza kuwa ameandaa miferegi ya kupita yale maji kutoka kwenye chemchemi. Kwa hiyo tunapozungumzia chombo, tunazungumzia mtu au njia ambayo Mungu ameichagua kupitisha vitu vyake ili viwafikie watu wake. Hilo ni jambo la pili. Na jambo la tatu, nataka tuangalie neno baraka. Neno baraka. Baraka kuna sentensi kama tatu au kuna maana kama tatu ambazo nimeziandaa kwa ajili ya neno baraka. Baraka maana yake ni nini? Jambo la kwanza, baraka maana yake ni nini? Baraka ni tamko la kiungu la kukubali na kuidhinisha jambo. Baraka ni tamko la kiungu la kukubali na kuidhinisha jambo. Kwa Kiingereza nimetumia neno divine approve. Divine approve. Hii tunaipata kutoka kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Nataka uone hiyo. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa kwanza na mstari ule wa 28. Kitabu kile cha Mwanzo mlango ni ule wa kwanza na mstari ule wa 28. Nataka uone Mungu alipomuumba mtu. Baada ya kumuumba mtu ni kitu gani alikifanya? Mstari ule wa 28 anasema Mungu akawabariki. Mungu akawaambia. Mungu akawabariki. Nataka uone hiyo sentensi. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akawabariki. Nataka uone ile sentensi, Mungu akawabariki. Manake Mungu aliachilia baraka kwa mwanadamu. Alipomuumba mwanadamu, aliachilia baraka ya kwanza kwake, ili ile baraka mwanadamu aitumie kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo anaposema Mungu akawabariki, akawaambia, nataka uone ile neno akawabariki, akawaambia, manake alikubali. Mungu akawabariki, akawaambia. Ile neno akawaambia manake ni alidhinisha hilo jambo, kwamba aliachilia baraka zake kwa mwanadamu. Baada ya kumuumba tu mwanadamu, aliachilia baraka zake kwake, na lengo la kuachilia hizo baraka ni ili ule mwanadamu aweze kulisimamia kusudi lake hapa duniani. Manake ile baraka ilikuwa inakuja kumwezesha yule mwanadamu kusimamia kusudi la Mungu hapa ulimwenguni. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza au tafsiri ya kwanza ya baraka. Jambo la pili, baraka ni uwezo wa kuzalisha. Baraka ni uwezo au ni nguvu inayozalisha. Hii tunaipata kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 8 na mstari ule wa 18. Kumbukumbu la Torati ule mlango wa 8 na mstari ule wa 18. Nataka niisome. Anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili ulifanye imara agano lake alilowapa baba zako, kama hivi leo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu
za kupata utajiri. Maana yake tunamwona Mungu kama chanzo cha uzalishaji, nguvu za kupata utajiri. Nataka niongee nawe nikwambie hivi, Mungu hakupi hela, ila Mungu anakupa nguvu ya kuzalisha hela. Kwa hiyo unapohitaji hela, Mungu atakupa hela, ila atakupa nguvu za kuzalisha hela. Atakupa wazo ambalo hilo wazi ndio baraka yake itakaye kusaidia wewe uweze kuzalisha fedha. Kwa hiyo tafsiri ya pili kwamba Mungu anaweza kuachilia baraka zake juu ya mtu na hizo baraka zikazaa vitu au zikaleta maongezeko. Ndio maana unaona anasema Bwana Mungu akamuumba mtu akambariki, akamwambia zaeni mkaongezeke. Nataka uone ile neno. Kwa hiyo kuna kuzalisha. Kwa hiyo baraka ilienda kuachilia nguvu ya uzalishaji kutokana na kile kitabu cha Mwanzo tulichokisoma. Kwa hiyo baraka inaleta nguvu, inaweza kuzalisha vitu kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo unapobarikiwa, tambua jambo hili kwamba hiyo ni nguvu, umepewa nguvu ya kiungu, nguvu ya Mungu ambaye itakufanya wewe uzae matunda, sio tu watoto, uzae matunda, ikiwa kwenye biashara, ikiwa ni kwenye huduma, ikiwa ni kwenye eneo lolote, maanake wewe uzae matunda. Kwa hiyo baraka ni nguvu inayozalisha, haikuachi hivyo hivyo, ni nguvu inayozalisha. Nataka tuendelee mbele kidogo, tuangalie jambo la tatu au pointi ya tatu ya baraka. Baraka ni uwezo wa Mungu unaomsaidia mtu kutimiza kusudi la Mungu. Baraka ni uwezo wa Mungu unaomsaidia mtu kutimiza kusudi la Mungu. Maanake kila mwanadamu aliyepewa nafasi ya kuja hapa ulimwenguni, kuna kitu Mungu alitaka huyo mtu aje kukifanya, na lazima utambue kwamba kila mwanadamu anayo kusudi. Kwa mfano, tukirudi kwenye kitabu kile cha Mwanzo, kuna kusudi ambalo Mungu aliliweka kwa mwanadamu kabla yeye kuja hapa duniani. Kusudi la kwanza, tunaona kwamba mwanadamu aliwekwa na Mungu ili awe mwakilishi wa Mungu duniani. Ndio maana unasoma kile kitabu cha Mwanzo 1:26 nasema Mungu akasema tuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia. Kwa hiyo unaona Mungu akamfanya mtu kwa sura na kwa mfano. Kwa nini alimfanya kwa sura na mfano? Ili aje kuwa mwakilishi hapa duniani. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza na kunitazama, wewe ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Maanake Mungu amekuleta duniani kwa ajili ya kumwakilisha wewe. Kwa hiyo haijalishi unafanya biashara, pale kwenye biashara kumbuka unamwakilisha Mungu. Haijalishi uko ofisini umeajiriwa, hapa kwenye hiyo ofisi unamwakilisha Mungu. Haijalishi unafanya kitu kingine, kilimo au unafanya ufugaji, kwenye hicho kilimo unamwakilisha Mungu. Yaani manake Mungu ametuumba ili sisi tuje kuwa wawakilishi wake. Kusudi la Mungu ni sisi tuje kumwakilisha hapa duniani. Kwa hiyo tunapokuwa hapa duniani kwenye nafasi yoyote ambayo Mungu atakuwa ametupa, tunakuja kumwakilisha Mungu. Hilo ni kusudi ambalo Mungu alipomuumba mwanadamu alitaka hilo kusudi liwe ndani ya huyo mwanadamu. Na kusudi la pili ni ili awe mtunzaji wa rasilimali zake. Awe mtunzaji wa rasilimali zake. Maanake Mungu alipoumba ulimwengu, ndio maana nasema akamuumba mtu akamweka katika bustani ya Eden ili ailime na kuitunza. Ailime na kuitunza kwenye Mwanzo 2:15. Kwa hiyo Mungu alipomuumba mtu aliweka kusudi la yeye kutunza, kulinda na kutunza rasilimali zake. Kwa hiyo tunapokuja duniani lazima tujue kwamba tumekuja kulinda rasilimali za Mungu na kuzitunza rasilimali za Mungu, kwa sababu nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Kwa hiyo Mungu alimuumba mtu ambaye ataweza kuwa mwakilishi wa kuweza kuzitunza rasilimali zake. Na jambo la tatu, Mungu alimuumba mwanadamu ili awe na ushirika na yeye. Kwa hiyo kile kitendo cha Mungu kushuka katika bustani ya Eden na kuzungumza na Adamu, kile ilikuwa ni kitendo cha ushirika. Kwa hiyo lengo la Mungu kukuumba ni ili wewe uwe na fellowship na Mungu. Kwa hiyo kilichosababisha fellowship ya mwanadamu na Mungu ikavunjika ni dhambi. Lakini kabla ya dhambi, Mungu alikuwa ametengeneza fellowship, ushirika, ukaribu baina ya mwanadamu na yeye. Kwa hiyo tunapoona kwamba kusudi la wewe kuja duniani ni ili umwakilishe Mungu, ni ili uwe mtunzaji wa rasilimali za Mungu, ni ili uwe na ushirika
na huyo Mungu. Na kwa sababu tumeangalia kule mwanzo, tukaona kwamba Mungu ndiye chanzo cha baraka na amechagua kuvitumia vyombo mbalimbali ili kuvipitisha baraka zake. Kwa hiyo tunapozungumzia baraka, manake tumezungumzia nguvu ya kimungu, tumezungumzia nguvu ya kimungu ambayo inathibitisha, inakubali na kuthibitisha jambo. Kwa hiyo mtu anapotamka baraka, manake amekubali na kuthibitisha hilo jambo kwamba ndivyo litakavyokuwa. Akisema Mungu akubariki, Mungu akuinue, manake amekubali na amethibitisha kwamba wewe ubarikiwe na wewe uinuliwe. Kwa hiyo baraka ni nguvu ya Mungu. Nataka uende na hiyo sentensi fupi. Baraka ni nguvu au ni uwezo wa kimungu, na hii iko kwa Mungu peke yake, haiko kwa watu. Mungu amewekeza baraka ndani yake mwenyewe. Sema kuna vyombo ambavyo amevitumia duniani, amewekeza baraka zake kwake ili hivyo vyombo vitumike kumwakilisha Mungu. Kwa mfano, tutaangalia leo chombo cha kwanza. Leo nataka tuangalie chombo cha kwanza ambacho Mungu amewekeza baraka zake hapa duniani. Chombo cha kwanza ni wazazi. Wazazi waliokuzaa. Ngoja nitumie kabisa neno la Kiingereza, biological parent, yani wale wazazi waliokuzaa kimwili. Sizungumzii kiroho kwanza, nazungumzia kimwili. Baba yako na mama yako, hawa ni chanzo cha baraka. Na tutaangalia kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, ule mlango wa 5 na mstari ule wa 16. Nataka tuanzie hapo, tuwaone wazazi kama chanzo, kama chombo cha baraka ambacho Mungu amekitumia kupitisha baraka zake kuja duniani. Kumbukumbu la Torati mlango wa 5 mstari wa 16 nasema, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Nataka uone hiyo sentensi, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Anasema siku zote zipate kuwa, anasema siku zako zipate na kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Nataka uone hiyo sentensi, waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuzidi, siku zako zipate kuzidi, nawe upate kufanikiwa katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Nawe upate kufanikiwa. Ukisoma kwenye Biblia nyingine, tafsiri tofauti za Kiingereza, lile neno kubarikiwa hajatumia neno kufanikiwa, ametumia neno blessing, hajatumia neno hajatumia neno success au hajatumia neno prosper, ametumia neno blessing. Kwa hiyo sasa, unapowaheshimu wazazi wako, kuna baraka ambazo utazipata kutoka kwa hawa wazazi. Kwanza, baraka ya kwanza utakayoipata kutoka kwa wazazi, cha kwanza utakachonufaika nacho, siku zako zipate kuwa nyingi. Anaposema waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru, siku zako zipate kuwa nyingi. Kwa hiyo siku zako zipate kuzidi, maana yake unapowaheshimu wazazi, Mungu atazidisha siku za maisha yako. Kwa hiyo wewe kijana, na wewe binti, na wewe baba, na wewe mama unayenisikiliza na bado una wazazi, ukianza kuwadharau wazazi wako, jua automatic unapunguza siku zako za kuishi. Ukiacha kuwasikiliza wazazi wako, Mungu anaanza kumega siku zako za kuishi, kwa sababu ya hii amri ambayo ameisema. Hii ni amri ya 4. Unajua, moja ya amri za Mungu yani kuna zile amri za Mungu ukiziangalia pale, unaona wazazi peke yake ndo wamewekwa. Mungu na wazazi na jirani ni vitu vitatu. Mungu, wazazi na jirani ndo unaviona ndani ya zile amri 10 za Mungu. Kwa hiyo nataka uone kwamba unapowaheshimu wazazi wako, Mungu anakuongezea siku. Unapoacha kuwaheshimu wazazi, siku zako zinapungua. Na unapowaheshimu wazazi, unapowapa wazazi heshima, Biblia inasema upate kufanikiwa katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Kama unataka kufanikiwa mjini, unataka kufanikiwa vijijini, nataka nikwambie, hakikisha unawaheshimu wazazi wako. Kuna watu hawaongei na wazazi wao, kuna watu wanawadharau wazazi wao, kuna watu hawasikilizi wazazi wao, alafu wanataka waombewe, wanataka wapakwe na mafuta, sijui watolewe na unabii. Nakwambia, sikiliza, utazunguka kwenye makanisa yote, utazunguka kwenye utaenda kwa waganga wote, hakuna breakthrough utakayoipata. Breakthrough pekee utakayoipata, msikilize baba yako, msikilize mama yako. Ni kweli hajasoma kama wewe, ni kweli sio mjanja kama wewe, lakini maadamu ni Mungu ametaka huyo wewe upite kwenye viuno vya huyo baba, upite kwenye tumbo la huyo mama, hakikisha unamheshimu baba yako na mama yako.
Hii watu wengi wameipuuzia sana, na watu wengi wanapita kwenye hali ngumu ya kiuchumi hapa mjini na wanalalamika, wanasema maisha hayaendi. Lakini chunguza nini kinasababisha maisha yasiende. Unakuta sababu mojawapo inayosababisha maisha yasiende ni kwa sababu hawawaheshimu wazazi wao. Ukimheshimu mzazi wako, nataka nikwambie kwa neno la Mungu, kuna baraka za Mungu zitakuja kwenye maisha yako. Kuna vitu wazazi wamebeba ambavyo Mungu ameviwekeza ndani yake. Ukivijua tu, nataka nikwambie maisha yako yatabadilika. Maisha yako hatakuwa kama yalivyo. Kwa hiyo kuna watu wanakuwa wanapita changamoto ngumu hapa mjini, lakini shida ni wazazi wao wameacha kuwaheshimu. Unakuta binti anajibizana na mama yake kama anajibizana na kasichana kenzake. Unakuta kijana anajibizana na mama yake, anajibizana na baba yake kama anajibizana na mvulana mwenzake, lakini hajui kwamba pale ni kitu gani anabeba hapo. Ukimkasirisha mzazi, moyo wake ukiumia, nataka nikwambie hutatoboa kabisa hapa mjini. Mimi nimeona watu ambao wana haso hapa mjini hawatoboi. Kuna siku moja nilikuwa na huduma mahali fulani, akaja binti moja. Alipokuja akatukuta tumekaa, siku hiyo alikuwa anafundisha Morning Glory. Baada ya hapo, yule binti akawa ameomba kukutana na mchungaji, lakini sasa alipokuwa anaomba kukutana na mchungaji alikuwa anaongea na watu, na mimi nilikuwa nimekaa pale reception. Baadaye nikamwangalia, nikamuuliza, ulikuwa una shida gani? Nikamwambia, lakini mimi naona kwamba hilo tatizo unaenda kulifuata kwa mchungaji, mbona haliko? Yani hilo jibu unaenda kulitafuta kwa mchungaji, mbona haliko kwa mchungaji? Mbona hilo jibu liko ndani yako? Akaniuliza, wewe umejuaje? Nikamwambia, wewe shida yako iko, wewe una shida na baba yako. Na akaniambia, ndio, baba yangu mimi sizungumzi naye. Nikamwambia, sikiliza, rudi kamalizane na baba yako. Ukishamalizana na baba yako njoo rudi kwa mchungaji. Kama unataka kuombea, si upate breakthrough, si upate nini, utapata. Lakini kabla ya mambo yote, mimi sikushauri uje kuombewa. Utaombewa hapo, utaondoka, lakini hakuna kitu kitatiki. Rudi katengeneze na baba yako. Akaniambia, sasa mzee sijui aliniumiza, sijui mzee alinifanyia. Nikamwambia, sikiliza, yule ni baba yako. Rudi katengeneze na baba yako. Ukimaliza kutengeneza na baba yako, njoo, hata kama ni mimi au ni mchungaji, tutakuombea, tutapata baraka. Lakini hivi unaenda, si unataka uombewe hapa, sijui Mungu akufungulie milango, sijui unaona mambo yako yaendi. Sikiliza, rudi kazungumze na baba yako vizuri. Yule binti alinisikiliza akaondoka, wala hata kutaka tena ushauri. Alivyoondoka akaenda akazungumza na baba yake na mambo yake yakafunguka. Baadaye hata hakurudi kwenye maombi, alirudi tu kutoa ushuhuda. Akaniambia, siku moja amekutana na mimi, akaniambia, uliniambia kitu kizito. Nilivyoenda tu kukutana na baba, nilivyoongea na baba yangu, nimemaliza. Wiki inayofuata nilikuwa nimefanya application ya interview. Nilitafuta kazi kila mahali, sikupata. Lakini ile wiki inayofuata, baada ya kuongea na baba na kumpelekea zawadi, wiki inayofuata niliitwa kwenye interview, na sasa ninavyokuambia niko kazini. Kwa hiyo nataka nikwambie, unataka kubarikiwa, unataka kuishi siku nyingi, waheshimu wazazi wako. Yamkini unaona ni wa kawaida, au yamkini unaona wajasoma kama wewe, yamkini unaona si wajanja kama wewe, lakini wape heshima yao, kwa sababu Mungu amewatumia kama chombo cha kukuleta wewe duniani. Yaani Mungu aliwatumia wale wazazi kwamba wewe upite kwao uje duniani. Kwa hiyo sasa, kama Mungu yeye aliwaamini wazazi wako, akataka wewe upite kwao uje duniani, acha madharau. Nataka nikwambie, acha madharau, hautafika mbali. Waheshimu wazazi wako, wapende wazazi wako. Kama Mungu amekupa neema, wahudumie wazazi wako. Utaziona baraka za Mungu kwenye maisha yako isivyo ya kawaida. Nataka nikwambie kwamba kuna vitu wazazi wamebeba, na leo nataka nikwambie hivi vitu ambavyo watu wengi hawajui kwamba baba amebeba nini, mama amebeba nini, na mwisho wa siku wanamchukulia baba poa, wanamchukulia mama poa. Nataka nikwambie, usiwachukulie wazazi wako poa. Kuna vitu wamebeba. Nataka nikupe vitu ambavyo wazazi wako wamebeba. Fungua na mimi kitabu kile cha Mithali mlango ule wa 6, nikuonyeshe vitu ambavyo baba amevibeba. Mithali mlango ule wa 6, mstari ni ule wa 20 mpaka ule mstari wa 23. Mithali mlango wa 6, mstari ni wa 20 mpaka mstari wa 23. Nataka tuangalie hayo maneno hapo, nikuonyeshe kitu ambacho baba amebeba na mama amebeba. Anasema kwenye mstari wa 20, Mithali 6, anasema, mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Kwa hiyo unataka uone ile neno shika maagizo ya baba yako. Ukisoma kwenye Biblia Kiingereza, ile neno maagizo anatumia neno amri. Shika amri za baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Ukisoma kwenye Biblia Kiingereza, hili neno sheria hatumii law, anatumia neno teachings, anatumia mafundisho.
Kwa hiyo mama anafundisha, baba anatoa amri. Sasa unaposhika amri za baba, unaposhika mafundisho ya mama, ninaposema mama anafundisha inamaanisha hivi. Okay, ngoja nitumie mfano wa kawaida. Aliyekufundisha kukojoa sio baba. Aliyekufundisha kukojoa ni mama. Aliyekwambia kojoa kwenye poti ni mama, sio nani? Sio baba. Aliyekufundisha kuswaki sio baba. Ni nani? Ni mama. Kwa hiyo mama ana kitu cha teaching ndani yake, ana kitu cha mafundisho ndani yake, lakini baba yeye hana hicho kitu cha mafundisho. Baba ana kitu cha amri. Baba yeye anaekaga amri, akisema we shut up, maanake baba ni mzee wa amri, mama ni mzee wa mafundisho. Ndio maana mtoto akikosea, mama atatumia muda mwingi kumweleza mtoto, lakini baba hana huo muda wa kutumia muda mwingi wa kumweleza mtoto. Baba anaweza akamrukia hapo hapo akamtengeneza akakaa sawasawa, lakini mama anaweza akapigapiga kelele akamwambia usirudie tena, usifanye hivyo, usifanye hivyo nini. Mama yake anamfundisha. Baba hana mafundisho, baba ana amri, mama ana mafundisho. Sasa tunaendelea, nataka uone haya mafundisho ya baba yanasaidia nini. Mstari wa 21, yafunge katika moyo wako daima, jivike hayo shingoni mwako. Uendapo, anasema uendapo yatakuongoza, ulalapo yatakulinda, na uamkapo yatazungumza nawe. Amri na yale mafundisho, unapolala yatakuongoza, uendapo yatakuongoza, unapolala yatakulinda, na unapoamka yatazungumza nawe. Maanake yale mazungumzo ya wazazi au namna zile amri za baba zitakuongoza. Yale mafundisho ya mama yatakuongoza. Unapolala yatakulinda, unapoamkapo yatazungumza na wewe. Mstari wa 23 anasema, kwa maana maagizo yake ni taa na sheria yake ni nuru, na maonyo yake humwadhilisha mtu ni njia ya uzima. Nataka uone hiyo sentensi, kwa maana maagizo yake ni taa. Nataka uone neno maagizo. Tumezungumzia neno maagizo, tukakwambia neno ni amri. Maagizo ni amri. Kwa hiyo baba amebeba amri. Sasa kwa sababu baba amebeba amri, ndani ya baba amebeba kitu kinachoitwa taa. Anasema kwa maana amri hiyo ni taa. Mimi nimetumia neno amri kwa sababu hapa ameandika maagizo, lakini baba amebeba taa ya kukumulikia kwenye maisha. Ndio maana anasema maana maagizo hayo ni taa, anasema na sheria hiyo ni nuru. Kwa hiyo baba amebeba taa, mama amebeba nuru. Sijui kama unanielewa mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baba amebeba taa na mama amebeba nuru. Kwa hiyo ukisoma, ukiangalia hii nani, ukiangalia huu mtiririko kwenye nani, ukiangalia maneno kwenye Biblia ya Kiingereza, kuna kitu utakipata na kuna kitu utajifunza. Na kitu cha kwanza ambacho nataka ukiangalie, baba yeye amebeba taa kama nilivyokuambia, na mama amebeba nini? Amebeba nuru. Kwa hiyo ukiangalia kwenye Biblia ya Kiingereza, nilikuwa naangalia hapa kwenye Biblia ya Kiingereza, baba yeye amebeba light. Ukiangalia kwenye Biblia ya Kiingereza, baba amebeba light na mama amebeba lamp. Si kama naeleweka? Kuna neno light, kuna neno lamp. Kwa hiyo ukimkorofisha baba yako, unazima taa yako ya maisha. Ukimkorofisha mama yako, unazima, yaani ukimkorofisha baba yako unazima ile nuru yako ya maisha. Unapomkorofisha mama yako unazima ile taa. Kwa hiyo baba na mama, baba ni mwanga, mama ni taa. Kwa hiyo ukiviunganisha vinawaka. Kwa hiyo yale maelekezo ambayo wazazi wanakupa, ile heshima ambayo utakawapa wazazi, maana yake utawafanya taa yako iwake hapa mjini. Kama taa yako itawaka hapa mjini, maana yake kila fursa itakayojitokeza kwenye mji huu, Mungu atakupa hiyo fursa na utaiona, kwa sababu taa itakuwa inakumulikia. Lakini kuna watu ambao hawana taa kwenye maisha yao, wala hawana mwanga kwenye maisha yao. Hawana taa wala hawana nini? Mwanga. Ngoja niangalie kwenye Biblia ya Kiingereza hapa, utanielewa vizuri. Hawana taa wala hawana mwanga. Kwa hiyo na hii, wacha niweke hii wazi, itakusaidia. Mtanisamee wale ambao ni masingle mother. Mtoto akilelewa na mama, kuna kitu atakikosa.
kuna kitu cha baba atakosa. Hicho kitu hawezi kukipata kwa mama, kwa sababu hapo tumeona maelekezo anasema ngoja tuangalie kwenye Biblia moja hapa ya Kiingereza, labda utanielewa. Proverbs. Anasema the commandment and the teaching are like a lamp that he give you a light. Nataka uone hiyo neno. Kwa hiyo unaona anasema kwamba maagizo yake na mafundisho yake ni kama taa inayekupa mwanga. Kwenye tafsiri ya Biblia anasema maagizo na mafundisho ni kama taa inayokupa mwanga. Kwa hiyo unapowadharau wazazi, unazima taa yako, unazima mwanga wako wa maisha. Kuna watu mianga yao ya maisha imezima kwa sababu ya kutokuwapa wazazi wao heshima. Wamewadharau wazazi wao, hawasikilizi wazazi wao, hawataki hata kuwasalimia wazazi wao. Ana mwaka mzima hajamsalimia baba yake, hajamsalimia mama yake, kisa tu walitofautiana na baba yake. Lakini nataka nikuambie, unataka kubarikiwa hapa mjini, unataka mambo yako ya kuendee vizuri, hakikisha unatengeneza mahusiano yako mazuri na wazazi wako, kwa sababu Mungu amewatumia wazazi kama chombo cha kupitishia baraka. Mzazi akifurahi, mzazi akikubariki, nataka nikuambie hivi, nataka tuangalie ndani ya Biblia namna mzazi alivyobariki maisha ya mtoto, na yale maisha ya mtoto yakawa baraka maisha yake yote. Sikiliza, baba yako akikubariki, hata wachawi wakiinua kinyume na wewe hatakuweza. Lakini ukiwa na shida na baba yako na mama yako, wachawi wanapata access ya kukuloga. Kuna watu wamepigwa misumari hapa mjini. Nikisema misumari namaanisha wamelogwa. Wamelogwa kwa sababu gani? Ni kwa sababu wao wamefungua mlango wa kuto kuwaheshimu wazazi wao. Kwa hiyo adui akaangalia udhaifu huo, akapita hapo hapo akawatandika. Kwa hiyo kama unataka kuona baraka za Mungu kwenye maisha yako, hakikisha unawaheshimu wazazi wako. Nataka tuangalie mfano mmoja kwenye Biblia kabla tujapata nafasi ya kwenda kuomba. Nataka tuangalie mfano wa mtu mmoja anaitwa Isaka. Au kabla siangalia mfano wa mtu anaitwa Isaka, nataka nikwambie hivi, neno la mzazi analolitamka lina uwezo wa kutengeneza hatima yako ya baadaye. Neno la mzazi analolitengeneza huwa sometime ndo linaamua hatima ya kwako ya baadaye inakuwaje. Kwa hiyo mzazi akikutamkia neno baya, litaamua hatima mbaya ya maisha yako. Akikutamkia neno zuri, litaamua hatima nzuri ya maisha yako. Ngoja nikupe mfano mmoja kwenye Biblia kabla sijakupa huo mfano wa Isaka. Labda tuangalie mfano wa Nuhu, nikuonyeshe neno ambalo mzazi anatamka linaweza kuamua hatima yako ya baadaye iwe vipi. Okay. Tusome kitabu kile cha Mwanzo mlango wa 5 mstari ule wa 20 na 9, 28 na 29. Anasema Lameki akaishi miaka 132, akawazaa wana. Akamzaa mwana, akamwita jina lake Nuhu, akanena, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu, huyu ndiye atakayetufariji kwa kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Huyu ndiye atakayetufariji. Angalia, baba anatamka maneno, anasema huyu mtoto ndiye atakayekuja kuwa faraja kwenye familia. Ni kweli tumetaabika kwenye kazi za mikono, tunafanya kazi kwenye nchi iliyolaaniwa na Mungu, tangu kwa sababu ukisoma hapa kwenye kitabu cha Mwanzo, unaona kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 2, Biblia na Mungu anamwambia Adam, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa sababu umesikiliza sauti ya mkeo ukala matunda ya mti ambao ulikuagiza usiile, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Lakini ukisoma pia habari za Kaini, kwa sababu ukiangalia huyu Nuhu ametoka kwenye uzao wa Kaini. Kaini pia amelaaniwa kwenye Mwanzo 4 ule mstari wa 12, anasema kwamba kwa sababu umemwaga damu ya ndugu yako, ardhi imelaaniwa. Kwa hiyo unaona ni watu ambao walikuwa wanaishi kwenye ardhi yenye laana. Sasa baba anakuja kubadilisha kitu hapa kwa kusema tu neno, kwa kutamka tu neno kwenye maisha ya nani? Kwenye maisha ya mtoto.
Angalia Nuhu anapozaliwa, Mungu anamtamkia haya maneno. Sasa nataka tuangalie haya maneno namna gani yalitokea kwenye maisha ya Nuhu. Hii ni kama prophecy ambayo baba mtu anaitamka kwa mtoto, lakini baadaye tunaiona hii prophecy inatokea. Anasema, akamwita jina lake Nuhu, akanena, huyu ndiye atakayetufariji katika kazi yetu na kwa taabu ya mikono yetu katika nchi aliyoilaani Bwana. Tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 9 tuone kitu ambacho kinakuja kutokea kwenye maisha ya Nuhu. Baada ya gharika, tunaona baada ya gharika kutokea kwenye ile gharika ya Nuhu kutokea kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 8, Nuhu anapotoka kwenye safina, anajenga madhabahu, anatoa sadaka, na ile sadaka anayetoa, baada ya ile sadaka Mungu anazungumza naye sasa kwenye Mwanzo 9. Biblia inasema hivi kwenye Mwanzo 9 mstari wa kwanza, wa pili na wa tatu. Anasema, Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akamwambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi, na kila mnyama katika nchi atawaogopa nyinyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini nimevitia mikononi mwenu. Ukisoma hii sentensi vizuri utagundua yale majira au yale mazingira yaliyokuwa kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari ule wa 26 mpaka 28 ndio yamekuja kujirudia kwenye Mwanzo 9, kwa sababu ukisoma Mwanzo ile Mwanzo 1:20 nasema, Mungu akambariki mtu, Mungu akamuumba mwanamke na mwanaume akambariki, akamwambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha. Na hapo Mungu anamwambia, Mungu akambariki Nuhu na wanaye, akamwambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Kwa hiyo kile kilichosoma kwenye Mwanzo 1:26 mpaka 28 ndio hichi kinachorudiwa kwenye Mwanzo 9 mstari wa kwanza. Kwa hiyo yale maneno ambayo baba yake alimtamkia, akamwambia, wewe ndiye utakaye kuja kutufariji katika nchi katika taabu ya kazi ya mikono yetu na katika nchi aliyoilaani Bwana. Kwa hiyo tunaona ili atmosphere Nuhu alikuja kuibadilisha kwa sababu baba alimtamkia maneno. Sasa piga picha kama Nuhu angeambiwa, wewe utakuwa kisirani siku zote za maisha yako, ingekuwaje? Au wewe unajifanya na kiburi, tuone kama utatoboa. Sijui kama Nuhu angefanikiwa, lakini kwa sababu mzazi alitamka neno la mzazi lina nguvu sana. Neno la mzazi lina nguvu, yaani unaweza ukalipuuzia, lakini nataka nikwambie ndo litakazoamua baraka zako za baadaye zinakuwaje. Maisha yako ya baadaye yanaweza yakaamuliwa na neno la baba yako. Kuna siku moja kuna kitu nilifanya kwa baba yangu. Baba yangu alinitamkia baraka fulani ziko ndani ya Biblia, zile baraka za Yakobo, Isaka alizomtamkia Yakobo. Akasema, Mungu na akupe umande wa mbinguni na manono ya nchi, wingi wa nafaka na mvinyo, mataifa na kutumikia, atakaye kubariki na abarikiwe, na atakaye kulaani na alaaniwe. Alisoma hizo baraka nikazipokea. Nataka nikwambie zile baraka, mimi huwa siogopagi uchawi, na ndio maana watu wananijua mimi huwa siogopi uchawi wala siogopi chochote. Kwa sababu gani? Tayari zile baraka zilizotamkwa na mzazi kwamba atakaye kulaani, atakaye kufanyia ushirikina, huo ushirikina umrudi. Kwa hiyo pale ninajua alikuwa anatamka kwa kumaanisha, na hicho kitu kimetokea kwenye maisha yangu mara kadha wa kadha. Nimekuwa nimeenda kwenye maeneo ambayo yana nguvu za giza, tulikuwa tunataka kufanya semina. Mimi nashangaa watu wananiuliza, wewe umewezaje kwenda? Kuna eneo tuliwahi kwenda kwenye semina ya neno la Mungu. Alitangulia mtumishi mmoja kwenda kwenye hilo eneo. Huyo mtumishi akalala ndani. Kesho yake asubuhi alijikuta yuko kwenye migomba, kwenye makahawa. Sasa sikwambii ni Bukoba, sikwambii ni huko Unyakyusani, sikwambii ni Uchagani, lakini alilala ndani akajikuta kwenye kahawa asubuhi. Wale wachawi walimbeba wakampeleka kwenye kahawa. Sasa watu wakaniambia, wewe ukienda huko, yani wanaweza wakakuua, usiende. Mimi nikamwambia, ninamwamini ninayemtumikia, mimi siwezi kuogopa nguvu za giza. Tulienda kwenye ile eneo, tulifanya semina ya neno la Mungu kwa na rafiki yangu mmoja. Nataka nikwambie, watu walileta mpaka ushirikina, mauchawi, vitu vya kishirikina vililetwa kwenye watu, walileta madhabahuni furushi la vitu hivi. Ni kwa sababu gani? Kuna baraka nilishatamkiwa na mzazi, lakini licha ya hapo bado naamini pia Mungu ananilinda. Kwa hiyo nataka nikwambie, baraka ya mzazi ina nguvu sana. Unaweza ukadharau neno la mzazi, lakini nataka nikwambie linaweza kuamua baadaye ya kwako iwe vipi. Na nataka tuangalie mfano wa mzazi aliyemtamkia mwanae maneno. Tumeshaona mfano wa Nuhu, lakini nataka tuangalie mfano mwingine, mzazi aliyemtamkia mwanae maneno ya baraka. Nataka tuangalie kitabu kile cha Mwanzo, habari za
za Isaka na Yakobo, kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 27. Alafu nikuonyeshe kitu hapo. Mwanzo 27 nitasoma mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Nitasoma mstari wa kwanza mpaka 4, nitaruka nitaenda kusoma mstari wa 27 mpaka ule mstari wa 29. Anasema, ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau mwanaye mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamuitika, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako na podo lako na upinde wako, ukaende nyikani, ukaniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile nipendavyo, ukaniletee ili nile. Roho yangu ikubariki kabla sijafa, roho yangu ikubariki kabla sijafa. Baada ya hapo tunaona Esau alichukua vile vifaa vyake vya uwindaji akaenda kuwinda. Na baada ya hapo mama yake Esau ambaye ni Rebeka aliposikia yale maneno ya mume wake ambaye ni Isaka, akaenda akamfuata yule mtoto wake na Yakobo, yule wa mwisho, kwa sababu alikuwa mtoto wa mama. Akamwambia, sikiliza, baba yako anataka kumbariki ndugu yako, kwa hiyo kuna baraka ziko hapa, overtake hizi baraka, zichukue hizi baraka. Yule dogo akawa ana sita, akamwambia, sikiliza, kama ni laana itakuwa juu yangu mimi mama yako, wewe fanya nitakavyokuambia. Ingia kwenye zizi, chukua kondoo, tumtengeneze vizuri. Mimi najua chakula baba yako anachopenda, mimi nitakutengenezea hicho chakula, utampelekea baba yako. Akamwambia, baba, mama, si unajua kakaangu ana malaika, yani wale nywele zilizoko kwenye mwili. Akamwambia, usiogope, tutachukua ngozi ya mbuzi, tutakufunga kwenye mkono. Mama yake akamwambia, alitii lile neno la mama, japo lilikuwa sio neno zuri sana, lakini alimsikiliza mama yake. Nataka nikueleze faida ya kuheshimu wazazi. Esau alimheshimu baba, Yakobo alimheshimu mama. Sasa huyu wa kiume akaenda wa mkubwa ambaye ni Esau akaenda kuinda, Yakobo akatengeneza chakula. Baada ya kumaliza, mama yake akamvalisha mavazi ya kaka yake, kwa sababu kila mtoto huwa na harufu yake. Kwa hiyo alimvalisha mavazi ya kaka yake, baadaye akampa chakula, akampelekea baba yake. Sasa tukiendelea kuona kwenye ule mstari wa 27, tunaona Yakobo anakula, yani Esau anakula, Isaka anakula, na alipomaliza kula, kuanzia ule mstari wa 21 unasema, Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali, ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe Esau au sivyo. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa, akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakutambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake, yenye malaika. Basi akambariki. Nataka uone ile neno, basi akambariki. Sasa ni baraka gani ambazo alizitamka? Ule mstari wa 27 anasema, mstari wa 26 anasema, Isaka babaye akamwambia, njoo karibu sasa, ukanibusu mwanangu. Akamkaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe umande wa mbinguni na manono ya nchi, wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako, na wana wa mama yako wakusujudie. Atakaye kulaani na alaaniwe, na atakaye kubariki na abarikiwe. Nataka uone hiyo. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, alipokuwa Yakobo ndio kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuinda kwake. Kwa hiyo unaona sasa, Isaka alishatamka baraka kwenye maisha ya nane? Kwenye maisha ya Yakobo, na ile baraka ilikuwa ni baraka ya hila. Lakini baada ya hapo tunaona kwamba anakuja kaka yake, anakuja anamwambia, baba nibariki. Baba yake anamwambia, nimeshambariki nani? Ndugu yako. Esau akalia sana kwa uchungu. Ukisoma ule mstari wa 38 unaona anamwambia, Esau akamwambia baba yake, una baraka moja tu baba yangu, unibariki mimi nami, baba yangu. Esau akapaza sauti akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu utokao juu. Kwa upanga wako utaishi,
maanake huyu jamaa ataishi kwa vita, nao utamtumikia nduguyo. Baba yake bado hakubadilisha ile baraka aliyemtamkia. Alimwambia utakuwa bwana wa ndugu zako. Yakobo aliambiwa atakuwa bwana wa ndugu zake. Kwa hiyo baba yake hakubadilisha ile baraka, japo alijua huyu mtoto ameiba, lakini bado hakuibadilisha. Kwa hiyo neno la mzazi alilolitamka kwa kumaanisha kutoka moyoni mwake, nataka nikwambie hilo neno linaweza kuamua hatima ya maisha yako ya baadaye. Kilichosababisha Yakobo akawa na nguvu, akawa mkuu, ni kwa sababu baba yake alimtamkia baraka. Ni baraka, ni maneno. Kwa hiyo ni kwa sababu, kama unakumbuka sentensi yangu ya kwanza, nimekwambia baraka ni tamko la kiungu la kukubali na kuthibitisha. Kwa hiyo baba yake alikubali na kuthibitisha kwamba hichi ninachokisema ndicho kitakachokuwa kwa mwanangu. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba baba, mama wamebeba baraka. Maneno ya wazazi wanayokutamkia yanaweza kuamua baadaye ya kwako iwe nzuri au iwe mbaya. Kuna watu maisha yao ya sasa yanapita kwenye misukosuko, yanapita kwenye hali ngumu, yanapita kwenye changamoto, ni kwa sababu wameacha kuwaheshimu wazazi wao. Kuna mtu mmoja alikuwa anapita changamoto ngumu sana kwenye ndoa yake, lakini ukiangalia baba yake alimwambia mimi sioni kama huyu msichana anakufaa. Mama yake akamwambia hivyo hivyo, mwanangu, mimi sioni kama huyu msichana anakufaa. Lakini ule kaka aliforce akaoa. Nataka nikwambie wanapigana kila siku. Huko kwenye ndoa ni vurugu tupu, lakini wazazi walishaona kwamba hapa huyu mwanangu hataweza kuishi na amani na huyu binti. Huyu binti anaonekana ni msanii. Na ni kweli huyo dada ni msanii. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba wazazi waliona na wakamwambia usifanye. Ule mtoto akakataa kuwasikiliza wazazi. Alipokataa kuwasikiliza wazazi, kinachotokea ni kwamba maisha ya yule mtoto yaliharibika. Esau alikuwa ni mtu mkuu kwa sababu ya mtoto wa kwanza amebeba ukuu, lakini ule ukuu wa Esau uliondoka kwa sababu pia Esau alikuwa hana tabia ya kuwasikiliza wazazi wake. Ukisoma Mwanzo 41 utaelewa. Soma Mwanzo 40 Mwanzo 27 ule mstari wa 46 anasema, Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za hedhi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za hedhi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yanifaa nini? Kwa hiyo unaona kwamba anasema anasema kwamba rohoni mwangu sina raha. Kwa sababu gani hana raha? Kwa sababu mwanaye alienda kuoa huko. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 47, tunaona mlango ule wa 27, tunaona kwamba Esau baadaye alienda kuoa huko kwa binti za hedhi. Na alipoenda kuoa huko, kule alikokuwa ameenda kuoa, wazazi wake hawakupenda. Ndio maana unaona uzao wa Esau ni kama ulikwepo, umepuputika, umepotea. Upo lakini hauna nguvu. Leo hii ukifuatilia Mashariki ya Kati, ukiangalia Israeli unamuona Yakobo. Ukiangalia kuna nchi iliyoko pembezoni mwa Israeli inalima ngano, inaitwaje ile nchi? Yordani. Ukiangalia Yordani ni Esau, Israeli ni Yakobo. Kwa hiyo tunaona Yordani ni kanchi kadogo sana, wanalima ngano sasa hivi, na sio kanchi kakubwa kihivyo. Lakini unaona Israeli ni nchi ambayo imekuwa na nguvu, ni superpower. Nakiona ni kinchi kidogo, lakini wamebarikiwa wale watu, wanagundua teknolojia kubwa duniani. Ndio maana unaona kwamba Israeli ana nguvu hata ya kumtikisa Marekani. Kwa nini ana nguvu ya kumtikisa Marekani? Kwa sababu Israeli anagundua teknolojia, anapeleka hiyo teknolojia Marekani, inaenda kuzalishwa, kwa sababu yeye kwenye ardhi yake wana eneo dogo. Kama ni teknolojia ya silaha za kivita, zinazalishwa Marekani, lakini teknolojia ni ya kwao. Ndio maana kuna saa unaona Marekani mshirika wake mkubwa ni Israeli, haiwezi kumweka pembeni. Na Muisraeli akimwambia tunataka tufanye vita, labda tumtandike Irani sasa hivi, anakubali. Kwa hiyo unaona ni kanchi kako Mashariki ya Kati, lakini kana nguvu kwa sababu ya zile baraka ambazo mzazi wake alimpa. Alisema utakuwa bwana wa ndugu zako, atakaye kubariki na abarikiwe, na atakaye kulaani na alaniwe. Kwa hiyo unaona kwamba yale mataifa hata yapigane vipi na Israeli hawatawaweza. Kuna nchi zilipanga vita na Israeli, hazikufanikiwa mpaka na leo. Kwa hiyo nataka nikwambie ni kwa sababu ya ile baraka ambayo baba alimtamkia
watoto. Yakobo alikuja kuitwa Israeli. Kwa hiyo unaona neno la mzazi lina nguvu. Tuangalie Mwanzo 28. Tuangalie maneno mengine pia ya baraka hapa. Hii baraka ya ndoa hii. Anasema basi Isaka akamwita Yakobo, Mwanzo 28 mstari wa 1 hadi wa 4. Anasema basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitoe mke katika binti za Wakanani. Ondoka uende Padani Aramu mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani ndugu ya mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe, akuongeze, ili uwe mkutano wa makabila. Nataka uone sentence. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe, akuongeze, ili uwe mkutano wa makabila. Akupe mibaraka wa Ibrahim, wewe na uzao wako pamoja nawe, upate kurithi nchi ya kusafiri kwako, Mungu aliyompa Ibrahim. Nataka uangalie hii sentence. Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe, akuongeze, ili uwe mkutano wa makabila. Unaweza ukajiuliza kwa nini Yakobo alizaa watoto wengi? Ni moja ya baraka aliyotamkiwa na wazazi. Anaambiwa uwe mkutano wa makabila. Alizaa watoto 12 ambao wale watoto walikuja kuwa kabila 12, ambayo zile kabila 12 ndo zikatengeneza nchi ya Israel. Lakini ni maneno ambayo baba mtu alimtamkia mtoto wake. Kwa hiyo wazazi wamebeba baraka, ni vyombo ambavyo Mungu amevitumia kuachilia baraka. Wazazi ni vyombo ambavyo Mungu amevitumia kuachilia baraka kwenye maisha ya watoto. Kijana unayenisikiliza, binti unayenisikiliza, yeyote unayenisikiliza, unayenifuatilia, waheshimu wazazi wako. Waheshimu wazazi wako. Na kama hauna wazazi, yamkini wako mbele za Mungu, Mungu alishawachukua, wamerudi nyumbani, hakikisha wale wanaokulea, wale walezi wa kwako waliojitolea kukulelea wewe, wape heshima yao, kwa sababu wale ni badala ya wazazi wako na wanazo baraka. Wakikwambia mwanangu, Mungu akufanikishe, Mungu atakufanikisha kweli. Mwanangu, Mungu akubariki, Mungu atakubariki kweli, kwa sababu ameamua kukuchukua na kukulea kama mwanaye. Nataka nikwambie, kunazo baraka wamebeba. Kuna baraka wamezibeba. Unaweza ukabeba baraka. Mzazi anaweza kubeba baraka za watoto wake na anaweza kubeba baraka za watu wengine pia. Ukisoma habari za Ibrahim, Mungu anamwambia nitakubariki na nitakufanya kuwa baraka, wewe na uzao wako, na mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Manake wewe utakuwa chanzo cha mataifa mengine pia kubarikiwa. Utakuwa sosi ya watu wengine pia kubarikiwa. Kwa hiyo nataka uone kwamba mzazi anazo baraka za kwake, lakini anazo baraka kwa ajili za watoto wake, lakini anazo baraka kwa ajili ya watu wengine. Anapomtamkia mtoto wa mtu mwingine, Mungu akubariki, kweli hizo baraka zinakuja kwenye maisha ya huyo mtoto. Kwa hiyo kama ulikuwa usemi na baba yako, ulikuwa usemi na mama yako, nataka nikwambie, rudi leo, kakae na wazazi wako, zungumza nao. Kuna baraka utazipata. Watunze wazazi wako kama una uwezo wa kuwatunza. Kama una uwezo wa kuwajengea, wajengee wazazi wako. Kuna baraka kubwa sana utazichota hapo. Sikiliza, usitafute baraka nyingine hapa mjini. Usitafute kwenda kumiminiwa mafuta, kukanyaga mafuta, kupakwa mafuta, sijui kumiminiwa mpaka asali. Achana na hizo biashara. Anza kwanza na zile baraka za mzazi. Zile baraka za mzazi ndio zinakupa access ya Mungu kuendelea kumimina baraka zake juu yako, kwa sababu Mungu anaangalia kwanza, huyu mtu anazo baraka ili mimi nimuongezee baraka. Kwa sababu angalia, kabla Yakobo hajakutana na Mungu akambariki, kwenye Mwanzo 28 alipolala akaota ndoto. Kumbuka Mwanzo 27 baba mtu alikuwa ameshambariki. Kwa hiyo pale anapokutana na Mungu, Mungu anambariki. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Yakobo alishabarikiwa. Mungu afanye biashara ya kukubariki kabla wazazi hawajakubariki. Mzazi ndo anakuwa chombo cha kwanza kuachilia baraka kwenye maisha ya mtoto, kwa sababu Mungu amewekeza hizo baraka kwa huyo mzazi. Kwa hiyo mheshimu baba yako, mheshimu mama yako. Acha ujanja, acha usanii hapa mjini, acha show off. Unafanya show off, unatunza watu hapa mjini, unasaidia watu hapa mjini, lakini wazazi wako wanaishi mazingira magumu. Hiyo laana haitakuepuka. Utapita mahali pagumu sana, lakini utalaumu kila mtu hapa mjini, utasema umelogwa. Hujalogwa. Rudi kaongea na wazazi wako vizuri. Rudi kakae chini, fanya mazungumzo na wazazi wako, wapelekee zawadi, ongea nao, malizana nao tofauti zenu. Rudi mjini hapa, tafuta maisha, uone kama yatakunyookea. Yatakunyookea kwa sababu kuna baraka za mzazi. Umeenda umebarikiwa na mzazi, sasa umekuja umemtumikia Mungu hapa mjini, umefanya shughuli zako. Nataka nikwambie utaziona baraka za Mungu.
lakini nje ya hapo utaishi, utapauka hapa mjini, hakuna rangi utaacha kuiona. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu umeacha kuwaheshimu wazazi wako. Wapende wazazi wako, waheshimu wazazi wako. Mungu aliwaweka kama chombo cha kupitishia baraka kwenye maisha yako. Usicheze na chombo hicho cha kupitisha baraka. Usiwapake matope, usiwachafue, usiwaibishe, usiwadhalilishe. Ona kile kitoto Nuhu. Sikiliza, unaweza ukasema kwamba mimi huyu mjui baba yangu ni mlevi. Sikiliza, baba yako pamoja na huo ulevi alionao, nataka nikwambie, akitamka neno litakuwa. Nuhu alikunywa pombe akalewa. Baba yako hajawahi kunywa pombe akalewa mpaka akavua nguo zote akabaki uchi. Wewe baba yako angalau hata anakunywa pombe anajistiri. Nuhu alikuwa mlevi kabisa, na alikunywa pombe mpaka akavua nguo akabaki uchi. Na kale katoto kake kanaitwa Hamu kakaja kakamtazama baba yake, kakawa kanamcheka. Baba yake alimtamkia neno la laana, na ile laana ilimpata Hamu. Lakini wale wanaye wawili walikuja wakamfunika baba yake. Baba yake aliwatamkia baraka. Kwa hiyo haijalishi baba yako ni mlevi, ni mla ugoro, sijue ni mlagundi, nataka nikwambie huyo mzazi wako kunazo baraka za Mungu anazo. Atakachokisema kitakuwa kwenye maisha yako. Kile atakachokuambia kitatokea. Mimi nakwambia, akikwambia mwanangu Mungu akubariki, mwanangu nenda Mungu akutangulie, mimi nataka nikwambie Mungu atakutangulia na baraka za Mungu utaziona. Kwa sababu mzazi moyo wake ukishakuwa mweupe, mimi nataka nikwambie baraka za Mungu zinamiminika kama mvua ya masika na vuli kwenye maisha yako. Lakini mzazi moyo wake umekunjamana, ana uchungu, ana maumivu rohoni, hakuna kitu utakiona. Kwa hiyo mheshimu baba yako. Kuna watu wanawapa heshima baba zao wa kiroho, sikatai, ni mbaya. Ni vizuri kumheshimu baba yako wa kiroho, lakini pia hata baba yako wa kimwili mheshimu. Hata kama hajaokoka, mpe heshima yake, kwa sababu Nuhu alikuwa ni mlevi, alikuwa hajaokoka. Na kwanza kuokoka ilikuwa sio agano la kale, kuokoka ilikuwa ni agano jipya. Leo hii tunasema watu wameokoka. Sikiliza, agano la kale watu walikuwa hawaokoki, lakini alitamka baraka kwa wale watoto wake wawili waliomsitiri, na alitamka laana, na ile laana ilimpata mtoto wake. Kwa hiyo baraka ikitamkwa inatokea, na laana ikitamkwa inatokea. Haijalishi mzazi ni ameokoka au hajaokoka. Waheshimu wazazi wako. Yamkini umewadharau wazazi wako, yamkini hujawasikiliza wazazi wako. Nataka nipate nafasi ya kukusalisha sala ya toba leo, uokoke upya na urudi ukatengeneze mahusiano na wazazi wako. Na baada ya hapo utaanza kuziona baraka za Mungu kwenye maisha yako. Utarudia maneno haya na yasema. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena na kwa kutenda. Ni kweli Mungu, nimevunja moja ya amri zako. Ulisema tuwaheshimu wazazi, nami sijawaheshimu wazazi. Baba, ninaomba unirehemu na ninaomba unisamehe. Yako maneno ya balaa, yako maneno ya mikosi, yako maneno ya visirani ambayo wazazi wamenitamkia, na leo hii maisha yangu yamekuwa magumu. Mungu nisamehe, Mungu nirehemu, Mungu nipe neema tena ya kurudi na kutengeneza mahusiano yangu mimi na wazazi wangu, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa sababu wewe umenisamehe na wewe umenipa tena nafasi ya kurudi kundini, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Naomba niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya mtoto wako huyu ambaye anatusikiliza na kutufuatilia, na huyu ambaye ameamua kurudi kundini leo na kukubali kwamba amekukosea, amekutenda dhambi, maana amewadharau wazazi, ameacha kuwaheshimu. Baba, ametubu na kurudi kwako. Ninaomba umrehemu na kumsamehe na umpe nafasi tena ya kwanza kwenye maisha yake. Mungu Mwenyezi, na kuomba Bwana, tengeneza tena mahusiano yake na baba yake yaliyokuwa yamevunjika. Achilia Roho wako Mtakatifu ndani yao. Achilia damu ya Yesu ikaondoe hicho kiambaza cha kati kinachomtenga yeye na baba yake. Wape tena moyo wa upendo, wape moyo wa kurudiana na wazazi wake. Moyo wa wazazi warejee watoto na moyo wa watoto warejee wazazi, katika jina la Yesu Kristo. Naamini natamka baraka juu ya maisha yake huyo ambaye atakayekubali kutengeneza mahusiano yake na wazazi, na hata yule ambaye anawatunza wazazi wake. Mungu, ninamuombea umbariki na kumuinua tangu sasa na hata milele. Neema yako ikapate kuwa juu yake, na kila roho inayejiinua juu ya maisha yake ninaivunja na
naibomoa na kuisambaratisha na kuiangusha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninatangaza baraka za Mungu zikapate kumiminika. Mungu wabariki wale wote ambao wamesimama na kuwaheshimu wazazi wao na kuwapenda wazazi wao. Ninaomba ukamimine baraka zao juu ya maisha yao. Wabariki Mungu Mwenyezi, uwafanikishe, uondoe kila kisirani juu yao, uondoe kila balaa juu yao, uondoe kila kikwazo juu yao, uwafanikishe katika njia zao. Na Mungu wasaidie zile taa zilizokuwa zimezima ukaziwashe. Ile nuru iliyokuwa imeondoka kwenye maisha yao, Mungu ukaiwashe tena. Ile taa iliyokuwa imepotea ukairejeshe. Ile nuru iliyokuwa imeondoka, Mungu ukairudishe katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mbariki Mungu Mwenyezi tangu sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akubariki sana. Wewe ambaye umefuatilia kipindi hichi, unaweza ukatoa sadaka yako kwa kupitia namba unazoziona hapo kwenye skrini, na Mungu akubariki sana. Tutaonana tena kwa wakati mwingine. Usiache kufuatilia semina hii, usiache kulike na kusubscribe na kushare, ujumbe uweze kuwafikia watu wengi. Tutaonana tena siku inayofuata. Asante.